Mapya yaibuka muda huu hapa kwenye kikosi cha klabu ya Yanga. Yanga ameweza kutoa taarifa yao kwenda kwa umma, taarifa nzito kulikweli kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya kikosi chao hiko cha wananchi. Muda huu ninavyozungumza na wewe, taarifa hii niko nayo hapa mwanamchezo wangu, na nitakuja kukujuza na kukusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV ili tuweze kufahamu kiundani juu ya kile ambacho klabu ya Yanga ameweza kukitoa kwenda kwa umma. Ni taarifa kushtusha kweli mwanamchezo wangu, nasi tutakuja kukujuza na kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV ili nawe uweze kufahamu ni taarifa gani hiyo ambayo klabu ya Yanga ameweza kuitoa muda huu hapa kwenda kwa umma. Lakini kabla sija kusogezea moja kwa moja hii taarifa nzito ambayo klabu ya Yanga ameweza kuitoa muda huu hapa, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa, mwana familia wangu. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakuhabarisha wewe na kukujuza wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu leo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Au utaka kuwaza tena utajipatia wapi taarifa mpya ya kimichezo? Baada utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekwisha weza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama inasalia kwa jepesi kabisa mwanafamilia wangu, ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa Asia Bongo Vibe TV. Kama umekwisha weza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali. Sasa kama unavyofahamu, katika muendelezo wa ratiba ya klabu ya Yanga katika michezo yao mbalimbali baada ya kutoka kutamatisha ratiba yao dhidi ya timu ya Tanzania Prison kwa kuweza kuibuka na ushindi mnono wa chuma 3 kwa bila, kibarua ambacho kinafuata mbeleni kwao ni dhidi ya timu ya Pamba Jiji, ambapo hapa klabu ya Yanga tutakopa ugenini katika dimba la CCM Kirumba pale mkoani Mwanza kwenye kutafuta alama 3 muhimu kwenye muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya timu hiyo ya Pamba Jiji. Sasa klabu ya Yanga watakwenda kumkosa golikipa wao Djigui Diarra ambaye anatumikia adhabu yake ya kuwa nje ya uwanja kwa michezo mitatu kutokana na utovu wa nidhamu ambayo ameweza kuonyesha kwenye michezo ya nyuma ambayo iliweza kupita. Na huu unakuwa ni mchezo wa pili kwa golikipa huyo Djigui Diarra kuweza kukosa kutokana na adhabu hiyo ambayo anaitumikia mara baada ya kuweza kukosa mchezo wake wa kwanza dhidi ya timu ya Tanzania Prison. Mchezo wa tatu kukosa Djigui Diarra utakuwa ni mchezo wa kombe la FA ambapo golikipa huyu Djigui Diarra ataukosa dhidi ya timu ya TMA. Hivyo hii ni michezo mitatu ambayo golikipa huyu Djigui Diarra atakwenda kuikosa katika ile adhabu yake ambayo anaitumikia. Lakini ukiachana golikipa huyo Djigui Diarra ambaye atakosekana kwenye kikosi cha klabu ya Yanga kuelekea kwenye mchezo dhidi ya timu ya Pamba Jiji, kuna nyota wengine mbalimbali ambao wanakwenda kukosa mchezo huu kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo sababu za majeraha. Miongoni mwa wachezaji hao ni mchezaji ama mshambuliaji Aurelio Depu Malia ambaye pia naye atakosa mchezo huo kutokana na sababu za majeraha, licha kuweza kurejea na kufanya mazoezi na timu ya Yanga, lakini bado hajawafiti 100%. Lakini mchezaji mwingine ni Prince Dube, na yeye pia hatakuwa sehemu ya kikosi ambacho kitakwenda kupapatuana dhidi ya timu ya Pamba Jiji kutokana na mchezaji huyo naye ametoka katika majeraha yake, lakini hajawaficha 100%. Ukiachana Prince Dube, mchezaji mwingine ni Shedrack Boka ambaye naye pia atakwenda kukosa mchezo huu kutokana na sababu za majeraha ambayo anamfanya kae nje ya uwanja. Lakini pia kuna mchezaji kama Dickson Jobu na Clement Mzize, wote watakosa mchezo huu kutokana na majeraha ambayo yanawafanya kae nje na wakiendelea kuuguza majeraha yao. Hao ni wachezaji kutoka kikosi cha klabu Yanga ambao watakwenda kukosa mchezo huu dhidi ya timu ya Tanzania Prison, mchezo ambao utafanyika kwenye dimba la CCM Kirumba pale mkoani Mwanza. Kumrazi mchezo dhidi ya timu ya Pamba Jiji, mchezo ambao utafanyika kwenye dimba la CCM Kirumba pale mkoani Mwanza. Na maoni gani mwanamchezo wangu kuhusiana hiki ambacho nimekusogezea sasa hivi na kukuhabarisha wewe muda huu hapa? Je, utaandikia maoni yako kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote mwanamchezo wangu cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu leo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, basi utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakuja
kukujuza na kukuhabarisha moja kwa moja kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV.